Ni mwakilishi wa shirika linaloitwa SIDEA na Kijani Concert Tanzania, na mimi ni mwanakamati kwenye hizi kamati za maandalizi ya kuelekea siku ya mashirika yasiyo kiserikali. Na mwaka huu cha kwanza ambacho kinaonyesha kwamba kutakuwa kuna mafanikio mazuri, ushirikishwaji wenyewe wa wadau kwa maana NGO mbalimbali umekuwa ni mkubwa sana, na tumehamasika pia kutokana kwamba kauli mbiu yenyewe inatuhamasisha sisi kuweza kujitoa, kujitokeza mbele, kuweza kushirikiana kwa pamoja ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba kuna uendelevu kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali, hasa kwenye wakati huu ambao funding hakuna, pesa kwa wafadhili zimepungua na kuna mashirika mengine ambayo yanapata changamoto. Kwa hiyo tumehamasika, tuko kwa pamoja na tumeandaa kila kamati ambayo inahusika kwenye maandalizi inahakikisha kwamba inatekeleza majukumu yake vizuri na kuhakikisha kwamba mkutano huu unakwenda kuwa wenye mafanikio na unaweza kutoa matokeo mazuri baada ya kuwa umekamilika. Okay, uwepo wa mkutano huu nataka tu nifahamu mikakati hasa ambayo mnategemea itaweza kusaidia hizi funding ziweze kupatikana ndani, kwa sababu kama zamani ilikuwa haiwezi kupatikana. Ni kitu gani hasa, yani njia zipi hasa ambazo mnahisi mkizipitia zinaweza zikasaidia hizo funding ziweze kupatikana nchini? Kitu cha kwanza ni kuifanya jamii iweze kutambua kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali yana mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo. Hilo ni la kwanza kabisa, lakini la pili ni kuweza kutumia njia mbadala za kuweza kujipatia pesa kwa ajili ya kutekeleza hii miradi. Kwa mfano, tumekuwa tukipata kwa mfano kushirikiana na mashirika mbalimbali na makampuni ambao wao wanatumia ile CSR, corporate social responsibility, na sasa hivi wameenda kwenye mlengo wa kwamba sio CSR tena, sasa hivi ni CSI, yani social enterprises au investment. Kwa hiyo tunatamani tutekeleze miradi yetu kwa kufuata huo utaratibu kwamba unapomwezesha mwananchi basi kuna kitu ambacho kitasaidia kuweza kurudisha kipato kwenye taasisi na kuweza kuendeleza ule uendelevu, kuliko mtu umpe labda mbegu za kilimo bure, basi labda achangie kidogo ili pesa inayopatikana iweze kuendelea kuwekeza na kuwasaidia watu wengine. Lakini kama unaweza kushirikiana na taasisi nyingine, kwa mfano za mawasiliano au za vinywaji, kwa mfano kama una mradi ambao unahamasisha wakulima labda kulima zao la shayiri kwa mfano, kuna makampuni ambayo yanatumia hiyo shayiri kwenye kutengeneza bidhaa zao, wao wanaweza kusaidia kitu gani kukurejeshea wewe mwenye taasisi pamoja na jamii ili kusudi kuweza kuwa kuna uendelevu. Kwa hiyo njia mbadala zipo, lakini sasa ni namna bora tu ya kuziweka na kuhakikisha kuna mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba kuna ule uendelevu wa siku zote. Nataka kuongeza watu wengine.